Tumpigie makofi jamani. Maana ndio walianzisha hili zoezi. Lakini lengo kubwa la kukutanika hapa sisi kama wataalamu kutoka halmashauri ya mji wa Njombe ya mji, idara ya ardhi, lakini pia tukishirikiana na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi pamoja na ofisi ya ardhi mkoa, kwa pamoja wiki hii kama mmeangalia pia kwenye vyombo vya habari, wiki hii kitaifa ni wiki ya huduma kwa mteja. Taasisi zote iwe benki, iwe nani, wote wanaendesha wiki ya huduma kwa mteja. Wiki ya huduma kwa mteja hii ni huduma ambayo inatolewa kwa ajili ya kumsogelea mwananchi. Hii ni ya kitaifa, lakini sisi tumekuwa tukiendesha, halmashauri ya mji wa Njombe tumekuwa tukiendesha mara kwa mara. Mtakumbuka tarehe 30 mpaka tarehe 30 mwezi wa 8 2025 mpaka tarehe 6 mwezi wa 9 2025 tulikuwa hapa. Ile yote ilikuwa ni huduma kwa mteja. Lakini imejikita katika kliniki ya ardhi, tukisikiliza pia na malalamiko na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tumerudi tena mara ya pili kama tulivyoahidi kwamba tutarudi Kifanya, kwa sababu kulikuwa na mwitikio mkubwa. Sio mkubwa sana, lakini tuliona kuna mwitikio. Lakini pia Kifanya hapa ni mbali kwenda halmashauri ya mji wa Njombe. Ili kuwapunguzia nyie gharama, kuwaokolea muda, ndio maana ofisi ya mkurugenzi ikawa inaendesha mazoezi haya ya kuwafuata wananchi kwenye huduma. Lakini wiki hii pia tumeungana na wenzetu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ambapo inaendesha zoezi hili, na sisi kwa Njombe mji tulichagua Kifanya. Hata Wizara ya Ardhi ilivyokuwa inasema tuchague wapi, tulichagua Kifanya. Lakini wapo wenzetu pia wanaendesha sehemu nyingine. Ipo kule Matembwe wilaya Njombe pia kuna shughuli inaendelea. Kwa kule Makete kuna sehemu inaitwa Lupila wanaendelea na zoezi kama hili. Na kule Makambako wataanza Jumatatu sehemu moja inaitwa Ilangamoto. Kwa hiyo tulipaswa pia tuwe na viongozi wetu wa wizara hapa, lakini kesho watakuwepo. Kwa hiyo kikubwa zaidi tunaendelea kutoa huduma zile zile ambazo tulizitoa tulivyokuja awamu ya kwanza. Tunaandaa hatimiliki kama mmeona, wataalamu wako pale. Tunasikiliza kero na malalamiko, tunatoa elimu. Unaweza ukawa hujui una shamba lako au una changamoto yoyote au hujui upitepiteje. Watumieni hawa wataalamu walioko hapa kwa muda watakao kuwepo hapa. Kama mwitikio utakuwa mzuri, tutakaa siku nyingi safari hii kuliko awamu ya kwanza. Kwa hiyo mwitikio ukiwa mkubwa, wataalamu wataendelea kuwepo. Hii ni fursa ambayo mara nyingi watu tumezoea, kitu kikija unaweza ukakiona ni cha kawaida, lakini kikiondoka ndipo unaanza kujuta, ningejua. Kwa hiyo tutumie fursa hii, wataalamu wakiwepo hapa kijijini hapa kwenye ofisi ya mtendaji hapa, tuweze kufika na kuweza kupata huduma. Kwa hiyo leo tunakuja kugawa hati. Tuliandaa hati, tulihudumia wananchi wengi kipindi kile. Hati hizi tunazileta kwa awamu. Leo tumekuja na hati 29 na kesho zitaendelea kugawiwa zingine. Kwa kesho wale ambao watakuwa hawajapata zitaendelea kutolewa. Hii ni kutokana na mwingiliano wa majukumu ambao ulikuwepo, zilikuwa bado zinaendelea kukamilishwa kule ofisi ya msajili ambao ni ofisi ya ardhi mkoa. Hizi hati tukishamaliza kuandaa sisi halmashauri ya mji wa Njombe, huwa tunazipeleka kwenye ofisi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ambao ni ofisi ya ardhi mkoa kwa ajili ya kusajiliwa na kuidhinishwa, na ndipo zinakuwa tayari. Kwa hiyo tunawapa hati. Hizi hati unaweza kaliona tu ni karatasi kama hivi, lakini hili ndio limebeba maisha au ndio limebeba usalama wa ardhi yako. Hili ndio limebeba usalama wa kipande chako cha ardhi na nyumba iliyoko na mali zingine zilizoko. Kama kuna parachichi pale kwenye kile kiwanja au kwenye lile shamba au kuna nyumba imebebwa na hili gamba hili tunauliona hili. Kwa hiyo tunahitaji tutunze kweli kweli. Na sio la kumpatia tu la kuiacha ovyo ovyo, maana unaweza kukuta umeiacha hapo mwingine akaichukua akaenda kuifanyia vitu vingine. Sisi tunaelewana wananchi. Kwa hiyo tuitunze, tuzitunze mahali pazuri, ziendelee kung'aa na kumelemeta. Lakini kwa sababu pia wenzetu wa vyombo vya habari wanachukua taarifa hapa, wanachukua habari, tunaomba tuambie wananchi wengine kwamba halmashauri ya mji wa Njombe, lakini pia na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na serikali kwa ujumla imejipanga kuhudumia wananchi. Mara nyingi tumekuwa tukija kwenye mazoezi kama haya, wananchi wanakuwa na wasiwasi. Mwaka fulani tulichangishwa hela tukapigwa. Kweli hii ni kweli? Unaona? Lakini sasa tunataka tuambie hii ni kweli. Kama tunavyoona leo tumeleta hati. Na tutaendelea kutolewa hati mpaka viwanja 1600 vikamilike, na tuende tena kwenye vile vitongoji vingine ambavyo mtendaji amesema bado havijapangwa na kupimwa ili wananchi. Kwa hiyo ni nyie tu kuitikia. Msipoitikia nyie maana yake mnatufukuza. Lakini mkisema ukienda nyumbani kwa mtu kumtembelea usipate karibu, utajisikiaje? Si lazima utakata tamaa. Kwa hiyo mtaendelea kutukaribisha na kutuonyesha ushirikiano. Sisi tutaendelea kutoa huduma hii mpaka wananchi wote
tuweze kuhakikisha kwamba ardhi zao wanazimiliki kwa usalama, kwa maana ya kupata hati miliki. Sasa na wengi wamekuwa wakati mwingine wana hofu, ukishamilikishwa ardhi ukipata hati miliki utakuwa unalipia kila mwaka. Jamani, hii ardhi ukishamilikishwa, kwa mujibu wa sheria ya ardhi unakuwa mpangaji. Kwa nini unakuwa mpangaji? Kuna mtu mwingine anakulindia ardhi yako. Leo hapa mnapewa hati miliki. Hizi hati miliki mnamilikishwa na kamishina wa ardhi. Msaidizi wa ardhi, kamishina msaidizi wa ardhi kwa mkoa wa Njombe, kwa niaba ya kamishina wa ardhi na kwa niaba ya rais kama msimamizi wa ardhi. Ina maana yake ni nini? Wewe ukipata changamoto ya hii hati, kuna mtu anasema, anakuja pale anakuambia umepola kiwanja changu. Akianza kukushtaki wewe, wa kwanza kushtakiwa ni mwanasheria mkuu wa serikali. Si ndio hivyo? Yaani sio wewe, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa sababu hii ardhi unamilikishwa na serikali. Wa pili atakuwa mkurugenzi. Wa tatu atakuwa kamishna wa ardhi, atakuwa sijui msajili wa hati. Wewe utakuwa wa mwisho huko. Maana yake ni nini? Usalama wa kuimiliki ardhi unaenda kuongezeka, kwa sababu wewe utasema mimi nilimilikishwa na serikali. Lakini kwa mujibu wa sheria ardhi hii inalipiwa kodi. Sasa kumekuwa na udanganyifu. Kwa nini nimelisema hili? Kumekuwa na udanganyifu. Utakuwa unalipa makodi makubwa, mabilioni. Kuna wengine wameogopa kupata hizi hati miliki kwa sababu ya kufanya nini? Ya kuogopa kupata nini? Kulipa kodi. Sasa nichukulie tu mfano wa hii hati moja hii ya Bwana Eberhard Petro Mkalawa. Na ninaomba nisimuite Mkalawa mwenyewe. Naomba nimuite mtu mwingine aje asome kodi ambayo inatakiwa kulipa kwa kila mwaka. Yaani kila mwaka. Yaani ndani ya mwaka mzima anatakiwa kulipa shilingi ngapi? Ngoja nimuite, tukisoma sisi tunaweza kuonekana kama vile tunadanganya. Nimuite mama pale. Mama njoo. Ututajie tu kiwanja hiki cha Herbert Mkalawa. Kina ukubwa wa square mita 495. Kodi ni hii hapa. Ni shilingi ngapi? Shilingi 2970. 2970. Jamani, sisi watu wakifanya, wakulima wa parachichi, Mungu ametubariki ardhi nzuri, tunalima viazi. Unaweza ukashindwa kulipa 2970 kwa mwaka? Eti jamani. Bia moja. Kwa wale tunaokunywa bia moja. Sasa kupitia hafla hii fupi ya kugawa hati na wananchi wengine hata ambao sio wakifanya, wawe walioko nje ya mji wa Njombe na walioko ndani ya mji wa Njombe, hizi hati tunaogopa bure kumilikishwa kwa kuogopa kulipa kodi. Lakini kodi yenyewe ndio hii 2970. Mtu anakulindia ardhi yako kwa sababu wewe unalipa kodi ya pango la ardhi. Kuna mtu anakulindia, amekuwa kama mlinzi wa kukulindia. Hata ukipata changamoto yeye ndio wa kwanza kushtakiwa. Na unalipia. Lakini 2970 hii haiendi kwa Elibariki, haiendi kwa Luhamba, inaenda kwenye mfuko mkuu wa hazina. Ndio hizo zinarudi kufanya shughuli zingine za maendeleo kama barabara, mahospitali, madawa, na huduma zingine na zingine. Kwa hiyo unakuwa pia unachangia nini? Unalindiwa ardhi yako, lakini pia wewe unashiriki kuchangia maendeleo ya nchi. Kwa kumekuwa na huo udanganyifu, nimeona pia ni useme huo. Sasa hizi hati kuna namna ya kuzitunza. Naomba nimkaribishe hapa afisa ardhi mteule ndugu yetu Ayubu Ndulu aeleze, kwa sababu wengine hapa tunaweza tukafika tukaanza kupiga lamination. Tukifika pale tunaanza kuzimodify. Tunaanza kuziboresha. Tunafikiria kwamba tunavyoiboresha ndio tunaitengeneza iwe vizuri imara, kumbe ndio tunaharibu. Sasa nitamkaribisha mtaalamu hapa. Ataelezea kwamba hii hati inatakiwa itunzwe vipi? Itunzwe vipi, isifanyiwe nini, haipaswi nini. Ukishaifanyia hicho kitu inakuwa tayari umeshaiharibu, haiitwi tena hati. Atawaeleza na muweze kwenda kuzitunza vizuri. Na namna kodi inavyolipwa, inalipwa mwezi gani, ukipitiliza. Maana ukipitiliza aka 2970, kuna watu wana kodi 2970. Lakini toka mwaka 90 alimilikishwa ardhi akasahau kulipa. Akija leo anakuta milioni 2, milioni 3, anachanganyikiwa, anaanza kuona serikali hii. Mbona kumbe mule kuna faini. Kwa hiyo kumbe ukichelewa mwaka ukakupita kulipa, kuna faini ka senti kanaongezeka. Ni kadogo, lakini ukijisahau miaka 10 tu. Kwa sababu faini inavyoongezeka tena inajihesabu tena ile faini. Unaona sasa? Ilikuwa faini 2970. Labda umepigwa faini ya shilingi 10. Imekuwa 2980. Tena inajikalculate, inajikokotoa tena. Inaongezeka tena awamu inayofuata. Hivyo deni linakuwa kubwa. Kwa hiyo tuwe makini, na uzuri wizara imeanza utaratibu wa mfumo wa dijitali
ambapo baadhi ya watu wanaendelea kupata message kila mwaka kama ilivyo ankara za maji au bili za vitu vingine, japo bado mfumo haujaimarika, lakini serikali au Wizara ya Ardhi inaendelea kuimarisha zaidi. Kwa hiyo nimkaribishe aweze kuwaelezea kodi inalipwaje, kwa muda gani, ukichelewa faini itakuwa inaongezeka baada ya muda gani, lakini hii hati unaweza kuitunza tunzaje? Karibu. Asante kwa idara. Mimi nitaenda kuelezea namna ya kuhifadhi na kutunza hii hati na kitu gani utakiwa kukifanya kwenye hii hati miliki. Ukishapewa hii hati miliki, kitu cha kwanza utakiwa kuitunza sehemu yenye maji. Tunaelewana? Yaani sehemu yenye maji, sehemu yenye unyevu. Ila kuitunza itunze vizuri. Unaweza ukatafuta hata kafaili kako ukahifadhi kwa ndani. Hii hati miliki utakiwa kuiandika kitu chochote zaidi haya maandishi yaliyoko kwenye hii hati. Kuna hili cover, kuna majina yako wako hapa, namba za simu, taarifa zako zote ziko hapa. Na matumizi ya kiwanja ukurasa huu wa pili utasoma na masharti yake. Alafu hapa huu ndio mchoro wa nini? Wa ramani ya kiwanja chako. Baadhi ya viwanja vinachukuliwa, cha kwako kimewekewa alama nyekundu hapa. Na ukubwa wake uko hapa na hapa juu utasoma. Unaona? Na huku nyuma huku ndio kule ambako mlisaini. Kwa hiyo kansaini commissioner, afisa ardhi alisaini, msajili amesaini hapa. Kwa hiyo hii hati iko vizuri. Kwa hiyo hutaki kuandika kitu chochote. Kwa sababu mtu mwingine anaenda anaandika hapa nyuma hati ya nyumba. Hii yenyewe imeshajieleza kwamba ni hati ya nini? Ya kiwanja. Alafu mtu anaongezea maneno. Ukishaandika vile ina maana hii hati haifanyi tena kazi. Yaani imeshakufa. Kwa hiyo ina maana utakiwa uende ofisi ya msajili, watangaze, upewe copy au utapewa original kama hii. Utapewa copy ya hati miliki. Inafanya kazi lakini itakuwa ni copy. Kitu kingine hautakiwi kufanyia lamination. Mtu anaweza akatoka hapa, kuna mtu alishakuja pale ofisini ana hati 6 kama hizi, ameenda kufanyia lamination zote. Kwa zote ukishafanyia lamination ina maana hazina nini? Kazi tena. Kwa sababu ukifanya lamination ina maana haya makaratasi kama utachukua mkopo, ina maana huku nyuma ndo wanagonga mihuri ya mikopo. Ukitaka kuuza huku nyuma kuna mihuri. Ili jina litabaki vile vile lakini huku kuna mihuri ya nini? Ya kuhamisha umiliki kutoka kwa A kwenda kwa B. Kwa hiyo hii karatasi ndio kazi yake. Ikijaa hii inaongezwa nyingine kama hii kwenye hati yako na ile ya ofisini. Kwa hiyo hutakiwi kuongeza kitu chochote wala kufanyia lamination wala kufanya kitu chochote. Uitunze sehemu nzuri. Sasa kodi tunalipaje? Kodi inatakiwa unalipa kila tarehe 1 mwezi wa 7 wa mwaka wa fedha. Yaani kama sasa hivi nyinyi mmeshalipa mpaka mwakani tarehe 30 mwezi wa 6 2026 hautadaiwa kodi. Ila ikianza tarehe 1 mwezi wa 7 ndio mwaka wa serikali unaanza. Kwa hiyo unachukua hati yako, unachukua namba ya kiwanja, unaweza ukaja kula halmashauri, hata ukachukua namba ya afisa yote ukauliza hata kwa mtendaji, unapiga simu, bwana naomba nisaidie nipate control number ya kiwanja changu. Tunakutumia control number, unalipa. Ukishalipa deni linajifuta kwenye mfumo. Kwa hiyo kila tarehe 1 mwezi wa 7 unatakiwa kulipia kodi. Na kodi ulipaji wake kwamba tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 ndani ya mwaka. Pale unapewa miezi 6 ya kulipa hii kodi bila nini? Bila penalty. Ukianza mwezi wa kwanza mwaka unaofuata. Kwa mfano kama sasa hivi tunaanza mwezi wa kwanza labda mwakani kwa mwaka wa fedha 25 26. Kwa hiyo ikianza mwezi wa kwanza unaanza kuhesabiwa penalty 1% ya kodi yako. Tumeelewana eh? 1% ya kodi yako. Kwa mfano kama huyu 1% ya kodi yake ina maana hapa itakuwa shilingi 29. Unaona? Kwa hiyo shilingi 29 utahesabiwa penalty. Ikifika mwezi wa pili inaongezeka mara 2 mpaka wa 6 ina maana 6%. Ukiingia mwezi wa 7 haita calculate tena. Itabaki ile penalty, itaongezeka kodi ya mwaka uliopita na uliopo. Watasubiri miezi 6 tena. Ukifikisha ile hii penalty sasa na yenyewe ndio inaanza kukua. Kwa hiyo kuna muda mwingine utakuta kodi yako ni ndogo kuliko nini? Penalty.
Kwa penalty inakuwa kubwa kadri unavyokaa. Kwa kila mwezi wa 7 mpaka wa 12 uona utamaduni wa kufanya nini, kulipa kodi bila nini, bila penalty. Kwa ni hayo, naomba niwasilishe. Tumeelewa jamani? Kwa hiyo hakuna kwenda kuifanyia tena mapambo hii. Ukifanyia tu limbwende hapa wa kunani wa kuiboresha, unakuwa umeharibu kila kitu. Lamination. Lakini pia hii hati usiiazimishe kwa mtu kwamba nakuomba maana hati yako nikaitumie huko. Kesho na kesho kitu utaanza kuja kilio tena kule. Utakuja ofisini kule, utakuja kwa mtendaji unalia kilio. Nisaidieni hati yangu. Wameikopea au nyumba yangu imeuzwa, mimi nilikuwa sijui. Kumbe wewe ulijichanganya ukampa mtu amekwambia nataka nikakopee au nataka nikafanyie hivi. Yaani usiitumie ovyo ovyo. Kama unaitumia kwenye dhamana, itumie kwenye dhamana ambazo zinafuata utaratibu. Ndugu yako sijui ameshtakiwa, umeambiwa lete mali sio ameshika, unaona kabisa huyu ni ndugu yangu hawezi kunikimbia, ikauzwa nyumba yangu, utaweka. Kwa hiyo tuzitunze hizi hati na tuzitumie kwenye makusudi yaliyokusudiwa. Kuna watu watataka kuchukulia mikopo. Ni moja ya faida ya kupata hati. Chukua mkopo ambao unaona uko ndani ya uwezo wako. Usiende kuchukua mkopo ambalo baada ya miezi mingapi utashindwa kulipa, alafu tutaanza kuona gari la matangazo linapita. Tangazo, nyumba ya mzee Mkalawa inauzwa na benki ya NMB, kutakuwa na mnada tarehe fulani. Dalali wa nini sijui majembe. Unaona? Hiyo sisi tukisikia huyu inatusononesha sana, kwa sababu sio lengo kusudiwa la kuhangaika hivi tunavyohangaika mwananchi apate ardhi. Hati miliki, ardhi yake haimiliki kwa usalama, alafu kesho kutwa tunasikia tangazo. Dalali wa majembe au shani mati anauza sijui nyumba ya mzee Mkalawa. Yaani hiyo tunasikitika na mioyo yetu inasononeka kwa sababu sio lengo husika. Kwa baada ya kusema hayo, sasa tuanze kuzigawa hizi hati. Tutaita jina hapa. Tutagawa chache, hatuwezi kuzigawa zote wote tukamaliza. Tutagawa chache, alafu wataalamu wataendelea kuwagawia sasa moja moja. Na mnapogawiwa kuna sehemu mtasaini kwamba tumekusanya, kwa sababu kuna mwananchi, kuna mwingine anaenda anaipoteza kule hati, anarudi ofisini akasema niliandalioga hati, sikuwahi kuchukua kabisa. Kapoteza mwenyewe, anajua anataka kuangushia ofisi jumba bovu. Mtendaji, ile hati mimi mwaka ule sikuchukua kabisa. Sasa hizi hati hapa kuna sehemu mtasaini kwamba mmechukua. Hicho kikaratasi tutakichana. Wewe utabaki nacho huku juu na sisi tutaondoka na hiki cha hapa chini. Sisi tutakitunza. Hata kama sisi wote hapa, mtendaji, afisa hapa na nani na afisa habari hapa, hawatakuwepo miaka hiyo. Wataalamu wengine, yawezekana labda hata ni mjukuu wako au kijana wako kipindi hicho naye atakuwa ameshakuwa afisa ardhi. Atakutana na hicho kikaratasi. Sasa ukipoteza ukaenda ofisini, mimi sijawahi kuchukua kabisa, watafunua tu, watakikuta hiki, watawaambia bwana alichukua mtu fulani au ulichukua wewe mwenyewe. Kwa hiyo mtaalamu utasoma jina hapa, tutaita moja moja, atakuja hapa hata 5 10 hivi, baadaye utaratibu utaendelea.